Karibuni sana tena katika siku ya tatu tunapoendeleza wiki ya vijana ya maombi popote mlipo katika nchi ya Kenya na pia nje ya nchi ya Kenya. Jina la Mungu litukuzwe, tukiwa na imani ya kwamba Mungu amelinda kila mmoja tangia tulipokuwa katika somo la jana, na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja. Mungu ni mwaminifu, na nina imani ya kwamba vijana tunazidi kuomba na tunazidi pia kuombea wenzetu, maana tusije tukajiombea tu, si ndio? Amina. Bwana awabariki sana. Kwa hivyo nachukua nafasi kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu katika somo la leo. Somo la leo iko na mada kuu. Mada kuu inazungumzia uchumba wa vijana wetu wa wana matengenezo. Tunapoangalia katika Biblia, kama kuna swala ambalo linaleta utatanishi miongoni mwa vijana wetu, ni jinsi ya kuwa na mchumba, ama ni kwa jinsi gani kijana ambaye amekolea katika imani. Wengi wamekuja kuniuliza, mchungaji, mimi naangalia na sioni, nimejaribu kabisa, Mungu anisaidie. Nitatumia mbinu gani kando na kuomba? Bwana atusaidie sana. Tukaona ya kwamba mojawapo ya dhambi ambazo zilifanya Mungu akaigarakisha dunia ilikuwa kwa sababu ya ndoa. Vijana walioa wakaolewa kiolela, na hilo jambo limerekodiwa katika Biblia. Kwa hivyo kama tutakuwa wenye kutakasika katika kweli, lazima tuheshimu kanuni ya ndoa. Kanuni ya uchumba na ndoa ni kanuni ambayo Biblia imeiheshimu. Kwa hivyo jioni ya leo nataka niweze kuwakaribisha katika somo hili katika awamu hii ya tatu, ili kwamba tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja popote mlipo. Wale ambao wako nje ya nchi ya Kenya, Bwana wabariki sana wanaofuatilia. Wale ambao wanafuatilia wakiwa ndani ya nchi hii ya Kenya, pia Bwana wabariki. Ningependa tuweze kuomba ili tuweze kuanza kwa pamoja. Tunaomba. Wacha tuombe. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunaanza somo la jioni ya leo katika wiki yetu ya maombi. Baba, umekuwa pamoja nasi, jina lako litukuzwe. Tuongoze katika kweli, saidia vijana. Maombi yetu Bwana uyasikie. Neema yako itutoshe, kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Kwa hivyo nachukua fursa hii baada ya kuomba kuweza kuwakaribisheni. Bwana ni mwema. Jana tumeangalia maandiko yanasema mtu asiudharau ujana wako. Maanake ulimwengu na waangalia vijana ambao wameingia katika uwana matengenezo. Kwa hivyo lazima tuwe ni watu ambao tunakita mizizi katika kweli, the truth. Na kama sisi ni watu ambao tunakita mizizi katika ukweli, lazima tuheshimu ukweli ambao Mungu ametupatia. Lazima tujiweke katika nafasi kama vijana wana matengenezo, ambayo dunia ikituangalia itaweza kumtukuza Mungu. Hivyo ndivyo Yesu alivyoomba katika ombi lake, akasema ya kwamba utukufu aliopewa na Baba ametupa ili tumtukuze duniani na tuwe na umoja na tumtukuze. Nia kubwa ya mbingu ni ya kwamba tuweze kumtukuza Yesu duniani. Kumtukuza maanake kufunua tabia yake, na tusiweze kuwa na dosari katika masuala ya imani. Wanafunzi wa kwanza waliitwa Wakristo, watu waliwaona. Inamaanisha kila mwenendo waliokuwa nao ulikuwa ni mwenendo wa haki na kweli. Watu walitafuta dosari. Jana tuliangalia kina Danieli. Watu walitafuta sababu zote, hawakupata. Inabidi tuwe watu watakatifu katika kila mwenendo, tukimcha Mungu na tukikimbia dhambi. Biblia imerekodi mambo haya kwa sababu yetu. Kwa hivyo jioni ya leo tunataka kuangalia Mungu amesema yapi. Tunaishi kipindi ambacho watu wamevunja taadhima yenye heshima ambayo inahusu masuala ya imani ya ndoa. Nasema ni imani ya ndoa kwa sababu ndoa ni imani, sio jambo tu hivi hivi. Na kama kuna jambo ambalo lilimuudhi Mungu akaangamiza dunia, ilikuwa ni kwa sababu vijana walioishi kipindi cha Nuhu walikuwa naoa na kuoana kiholela, kama wanavyotaka na kama wanavyopenda. Imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 6. Tunaanza somo letu jioni ya leo katika Mwanzo sura yake ni ya 6, aya yake ni ya kwanza. Genesis chapter 6 verse 1. Nitasoma verse 1 mpaka verse 3. Amina. Inasema, ikawa wanadamu
Ikawa nani? Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Maandiko yanasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Biblia inatuonyesha ya kwamba wana wa Mungu walianza kujitwalia wake, maana waliona ya kwamba binti za wanadamu walikuwa ni wazuri. Kama kuna mtego ambayo shetani anajaribu kuweka hata sasa, mtego kwa watu ambao ni vijana, ni kuwatega wao ama kujaribu kuwashurutisha ama kuwashawishi waondoke katika mpango wa Mungu katika maandiko kuhusiana na uchumba na kuhusiana na ndoa. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kupita kabla hatujalizungumzia kwa undani, maana kuna vijana wengi ambao wanachumbiana ama wanatamani kuwa katika hali ya ndoa. Sasa maandiko yanasemaje? Kwanza, wana wa Mungu, Kiingereza inasema the holy seed. Katika Biblia kuna mbegu takatifu. Mbegu takatifu haifai kujikanganya na dunia na ulimwengu. Siku zote katika Biblia maandiko yanaonyesha ya kwamba mbegu takatifu haifai kujichanganya. Na wakati wowote Mungu alipokuwa anawazungumzia wana wa Israeli, aliwapatia instructions. Kwa hivyo kama wewe ni kijana ambaye unafuatilia somo la jioni ya leo, tutaangalia vipengele kadha wa kadha katika maandiko ambayo Mungu ameweka pale ili kwamba tuweze kusoma, tusiingie katika mtego ambao shetani ameweka duniani. Katika Biblia Mungu amezungumza kuhusu ndoa iheshimiwe na watu wote. Waebrania 13. Tuanze katika Waebrania, Hebrews chapter 13. Waebrania sura yake ni ya 13. Bwana wabariki sana popote mnapofuatilia somo hili. Nasoma kitabu cha Waebrania. Hebrews chapter 13 ama chapter 13. Waebrania 13 aya yake ni ya 4. Hebrews chapter 13 verses number 4. Jioni ya leo nataka nizungumze na vijana ambao wananifuatilia. Hili ni somo ambalo liko na umuhimu katika utakatifu, na tunapojiandaa kwa sababu ya kufunga historia ya dunia, tunapojiandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maandiko yanasema katika Hebrews 13 verse 4. Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Unaona? Kwa hivyo swala hili nzito linalohusu masuala ya ndoa, maandiko yanasema ndoa iheshimike na watu wote. Kwa hivyo vijana waweze kuelewa ya kwamba Mungu anasema ndoa iheshimike. Wale ambao walipuuza heshima ya ndoa, Mungu aliwaondoa duniani. Alileta gharika, akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu tena. Maana walianza kuoa na kuoana kiholela holela. Ndio unaona katika Biblia Yesu amesema dalili ya siku za mwisho, vijana walioko duniani watakuwa wanaoa na kuolewa. Yesu anasema itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Wewe unaangalia jamii ya leo, hata miongoni mwa wale ambao wanadai kuwa ni watu wa imani, si lazima wawe Waadventista wa Sabato, hata watu wa makanisa ya Jumapili, angalia vile ambavyo wanaweka taadhima ya ndoa na mambo ya kuchumbiana. Leo nataka nikuonyeshe makosa wanayofanya vijana katika masuala yote ya kuchumbiana na ndoa. Kuchumbiana kwanza, makosa wanayofanya vijana wengi. Wengine wanajua, wengine hawafahamu. Yesu alisema katika Luke chapter 17. Tuende kitabu cha Luka 17 tunapoanza kujenga mada. Luke chapter 17 ama Luka 17 mstari wake ni 26. Sikiliza Yesu. Kijana, nataka unifuate ukiwa pale nyumbani. Sikiliza maandiko yanasemaje, maana tunaanza kujenga mada hii. Unaposoma kitabu hiki cha Luka 17, Luka 17. Luka 17.
Luka 17:26 inasema, na kama ilivyokuwa, angalia hilo andiko vizuri kwenye screen, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Yaani kipindi ambacho kinamkaribisha mwana wa Adam duniani. Maandiko yanasema katika mstari wake 27, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Naona? Sasa Yesu anafananisha siku za kurudi kwake na siku za Nuhu. Na tumeangalia katika Mwanzo 6 mstari wake ni wa kwanza ya kwamba wana wa Mungu, wale walidai kuwa ni wana matengenezo, wale walidai ya kwamba wako na ujumbe wa umilele. Maandiko yanasema shetani aliwaingia wakajikanganya ama wakajichanganya na mbegu ambazo zimeasi. Kukawa na mchanganyiko wa mbegu. Maandiko yanasema wana wa Mungu wakawaona. Kumbe walitumia macho. Wao ndio waliona ya kwamba binti za wanadamu ni wazuri, wakaanza kuwaona, kujitwalia wake. Leo katika jamii ya leo wanasema come we stay. Na mimi nakuambia ukweli. Leo vijana wengi ambao wanadai kuwa ni wana matengenezo wamechukua wake na wameanza kuishi hivyo hivyo. Mungu hajawahi kuhusika. Unaona matatizo yamekuwa mengi. Leo nitakuonyesha matatizo ambayo yanawakumba vijana wengi na yanawakumba watu katika ndoa zao ni kwa sababu hawajawahi kuanza na Mungu. Mungu hajawahi kuhusika popote katika ndoa walizo nazo. Unaona sisi kama wana matengenezo hatuhalalishi ndoa za watu walioanza kuishi. Hatufanyi jambo kama hilo. We discourage. Hizo mnafanya kule Nomino na makanisa mengine. Naona kanisa Katoliki. Naona watu ni wazee, watoto wako university, ati wanaenda kuoana. Tena padri anaenda kuunganisha ndoa. Kuunganisha ndoa gani? Mnajua maana ya neti ni nini? Hiyo neti maana yake nini? Usafi. Hujawahi kuonana na yeye kimwili. Sasa wewe unavaa neti na wewe ni mama ya watoto 5 wako university, wengine wanafanya kazi. Ati tunafunga harusi. Harusi gani? Na mlianza kuishi kama Mungu hajui. Hayo ndiyo mambo tunapinga na tunakataa. Vijana wetu wana matengenezo. Tusiingie katika masuala hayo. Na usitarajie wachungaji wakuje kuomba kuhalalisha ndoa yako. Anza na Mungu. Anza na Mungu. Na maanisha nini? Wana wa Mungu waliwaona binti za wanadamu, walitumia macho kuona, walitumia macho wakaona. Katika Biblia wote ambao walitumia macho yao kuona hawakupata. Nitakusomea mengi. Hata Samsoni aliteremka Timna akaona. Aliteremka na huko akaona. Baada ya kuona akajitwalia, ndiye alirudi akamletea matatizo. Hata Daudi alipokuwa huko juu chumbani kwake, alichungulia dirishani, akaona mke wa wenyewe. Aliona na akaitisha. Hiyo ni Samueli wa kwanza. Na hiyo ingine ni Judges chapter 13. Walikuwa natumia macho kuona. Wakati maandiko yanatushauri, nikuulize swali. Wewe kijana ambaye unatafuta mchumba wa kuoa, ni wewe unaona ama ni Mungu anaona? Nitataka unijibu swali hilo. Hebu nisaidie kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 2. Samsoni aliona kukawa na matatizo. Daudi aliona kukawa na matatizo. Wote walioona wana wa Mungu kukawa na matatizo. Sasa maandiko yanasema katika Mwanzo, Genesis chapter number 2. Sikiliza hili somo linavyoendelea. Katika masuala yote ya uchumba, katika masuala yote kutafuta mchumba, maandiko yanasema Mungu lazima aone. Mwanzo 2 mstari wake ni wa 18. Genesis chapter 2 and verses number 18. Genesis chapter 2. Nazungumza na vijana ambao wanafuatilia. Genesis, fungua Biblia yako. Genesis ni kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 2 and verses number 18. Biblia inasemaje? Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Naona? Nani akasema? Ni Adam alisema, unajua sasa ninaona nafaa kutafuta mtu. Ama ni Mungu aliona huyu jamaa, wacha nimsaidie, nimpe msaidizi. Kati ya Adam na Mungu, nani aliona? Sikiliza wewe, wacha nikuturudi nyuma kidogo inasema katika mstari wake ni wa 19.
Inasema, wacha nisome mstari wake wa 19. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Mstari wake ni 20. Angalia. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Sikiliza sasa. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Hakuonekana. Ndio naona Mungu akasema nitamfanyia mwanadamu. Nitamfanyia msaidizi. Hakuonekana. Mungu akasema huyu mwanadamu si vema awe peke yake. Inamaanisha ni Mungu aliona. Mungu alipoona akasema wacha nimsaidie Adam. Na ndio naona katika hiyo Mwanzo sura yake ya 2. Sikiliza kijana ambaye unafuatilia somo hili. Hili somo ni muhimu. Nimeona vijana wengi wanaingia katika matatizo. Wengine wanafanya hata harusi kubwa, lakini hawakai hata miezi miwili mitatu. Ndoa inabadilika, inakuwa mambo mengine. Mtu anaangalia anasema na huyu ndio nilio. Wewe hujaona ndoa nyingi? Na watu wamefungia ndoa makanisani. Maana ni yeye aliona, si Mungu aliona. Na ndio unaona Adam anapoumbwa na Mungu. Adam anapoamka kwanza anamuona Mungu. Adamu anapoamka katika usingizi, anapoamka baada tu ya kuumbwa, punde tu anapoumbwa, Adamu anapoamka anamuona kwanza Mungu. Sasa angalia. Ukirudi kitabu hicho cha Mwanzo sura yake ni ya 2. Mwanzo 2 mstari wake ni wa 21. Ni nini ambacho Mungu alifanya ndio Adam asije akajichagulia? Asije akamsumbua Mungu. Ni nini ambacho Adam alifanya? Sikilizeni vijana. Ni nini ambacho Mungu alifanya? Inasema Bwana Mungu 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatua mbavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamletea kwa Adamu. Sasa wakati mwanamke anaumbwa, Adamu alikuwa macho ama alikuwa haoni? Ni nani alikuwa anaona mwanamke? Si ni Mungu. Si ni Mungu anaona kwanza alafu analeta. Ndio unaona mstari wake ni 23 inasema 22. Baada ya Mungu kuumba inasema akamletea Adam. Adamu akaamka akaletewa na Mungu. 23 inasema Adamu akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kamata hiyo point. Kwa hivyo yule ambaye aliona mwanamke kwanza ni Mungu. Mungu ndiye aliyeonekana kwanza na Hawa. Baada ya kuamka tu hivi anapoumbwa Hawa, kitu cha kwanza Hawa anaona ni Mungu muumba. Vile vile Adam huko anapoumbwa mara ya kwanza, anapoinuka anamuona Mungu kwanza. Ndio naona Adam anapoletewa mwanamke, anapoumbiwa mwanamke wa kumfaa, Adam alikuwa katika usingizi. Si Adam alienda kuona, ni Mungu alimuonea akamletea Adam. Unajua siku hizi nashangaa na vijana. Vijana wanatembea kila mahali. Unajua mimi natafuta. Endelea kutafuta. Mimi ningekushauri uachie Mungu. Tupige magoti kwanza, tuachie Mungu. Mungu atatuelekeza kwa mke mwema. Unaona maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa mama yako. Kumbe amelali. Mke mwema hutoka kwa baba mzazi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ati mke mwema, mali na nyumba watu hurithi kwa baba zao. Lakini mke mwema hupewa na nyanya, si ndio? Huko nyumbani, si ndio? Unaitiwa na simu Tumepata mmoja hapa kwa nyumba, si ndio? Tumekuonea msichana, tumekuonea. Sasa kujia. Unajua kuna wale wamewahi kujia. Anasema unajua baba yangu, nyanya yangu huko nyumbani alinitafutia mke. Ameoa, wako na watoto 3, lakini hiyo nyumba hainaga amani. Maana ni nyanya alimpatia, si Mungu. Si Mungu alimpa. Maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa Bwana. Hatoki kwa nyanya, hatoki kwa anko yako, shangazi. Unajua shangazi yangu wanajua huko boma kuna wasichana wazuri, ni Bwana upeana. Kama Bwana hatapeana kutakuwa na matatizo. Sikilizeni vijana. Adamu alikuwa katika usingizi.
Alipokuwa amelala, Mungu akachukua muda wake kutafuta, maana Adam alikuwa amemwachia hayo masuala ya ndoa. Muachieni Mungu kwanza, Mungu ashughulike. Unaona maandiko yanasema wana wa Mungu waliona. Enyewe ukiona utapata hata wewe. Ukiona tu, unaona wale wanaoa sura ni mzuri, ameoa mapaja. Wakati huyo mwanamke anapata ajali, sura imeenda kwa ajali, anahepa kwa ndoa. Alioa sura. Mwingine alioa miguu ni mzuri. Mwingine alioa makalio ni mzuri. Wakati atakalia asidi mchome ama ajali ifanyike, sasa naangalia alioa makalio. Sasa makalio hakuna, inabidi atafute vile ambavyo atatoweka kwa hiyo ndoa. Hiyo ndiyo matatizo ya kujitafutia. Sikilizeni vijana. Principle ya kwanza, vijana wengi, maandiko yanasema Adam alikuwa katika usingizi. Ninakushauri uwe katika usingizi. Tumwachieni Mungu. Mungu atatuletea kwa njia ya imani, atatuongoza. Kwa nini nasema Mungu atatusaidia? Nisaidie kitabu cha Yeremia. Kuna andiko moja la Yeremia nataka tuweze kusoma. Hebu fungua Biblia yako wewe. Ambia huyo. Wewe. Weka Biblia. Tuko Yeremia 23. Yeremia chapter 23. Jeremiah 10 verse 23, sorry. Jeremiah 10:23. Nimeanza kujenga hii mada taratibu tu ili watu waweze kuelewa tunasemaje. Yeremia. Wengine wanasema ni Yeremia. Kwa sawa. Yeremia 10 mstari wake ni 23. Yeremia 10:23. Sikiliza, kwa nini Mungu anasema yeye ndiye anafaa kuhusika kutusaidia kama vijana kutafuta mwanandoa, mchumba. Tuanze kuchumbiana. Lazima tuache Mungu atusaidie. Hayo ni masuala ya kibiblia, ni masuala ya kiroho. Hatuwezi kuingia katika masuala ya ndoa ama masuala ya kuchumbiana kimwili, hatuwezi. Ndio naona katika Jeremiah chapter 10 verse 23, Jeremiah anasema hivi: Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Mshika hiyo. Ya vijana mwingine anasema, unajua huko kwetu nyumbani kuna msichana mwingine nimeona hapo. Wewe ona tu, waenda. Ona alafu uende. Unajua hata Samsoni aliona kule Timna. Aliona katika kitabu cha Waamuzi, maandiko yanasema and Samson saw. Aliona. Sikiliza, twende Judges kuonyesha. Wewe unasema nini? Naona? Si kwamba hakuona. Judges, kitabu cha Waamuzi. Judges 14. Judges chapter 14 and verses number 1. Waamuzi 14 mstari wake ni wa kwanza. Angalia Samsoni. Si hata yeye alitumia macho. Kwani macho yako ni mazuri kuliko ya Samson? Na wakati wao hakukuwa na moshi nyingi zimeharibu macho yako kama sasa. Wao walikuwa na macho safi. Sikiliza, hata yeye aliona. Angalia. Inasema Samsoni akafanyeje? Akateremka Timna. Kwa nini hako anapanda? Mbona ashuke? Samsoni akateremkia Timna. Akafanya nini? Tusome pamoja. Akaona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemuona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Basi munipatie nimuoe. Unaona matatizo? Unaona matatizo ya macho? Yeye anatumia macho. Matatizo aliyopata huyu mwanaume ndume, na alikuwa na nguvu. Ndume huyu aliangushwa na mwanamke aliyeona kule Timna. Wakati nini ambacho kiliwavutia waone? Kuna mambo ambayo vijana wengi wanaanguka mtihani, wanatumia macho. Na shetani anajua ya kwamba ukitumia macho hautapata, you will not get it correctly. Proverbs chapter 31 verse 30. Angalia nikusaidie. Nikuonyeshe makosa ambayo wana wa Mungu wanafanya katika kila kizazi, ambacho ninakuomba wewe kama kijana mwana matengenezo usifanye kosa kama hilo. Angalia kitabu cha, nimesema kitabu gani? Proverbs. Amen. Amina. Proverbs ama Methali. Proverbs chapter 31. Proverbs 31 Methali. Nazungumza na kijana mmoja ambaye ananifuatilia. Mungu akusaidie sana. Proverbs 31 verse 30. Inasema nini? Inasema nini kwa wenye kuona? Upendeleo ufanyeje?
udanganya. Unaona? Na uzuri ni nini? Ni ubatili. Bali mwanamke amchaye Bwana, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Sasa ukitumia macho utaona yule anamcha Bwana. Na kuuliza tena kijana ambaye anafuatilia, ukitumia macho utajua huyo anamcha Bwana. Kutumia macho huwezi. Hayo ni masuala ya kiroho. Ndio unaona maandiko yanasema uzuri inadanganya, na uzuri ni ubatili. Upendeleo unadanganya. Usione kwa nje. Wana wa Mungu walifanya makosa. Samsoni alifanya makosa, aliangalia kwa nje, macho yakamdanganya. Wana wa Mungu waliangalia kwa nje, wakadanganywa. Ndio unaona leo wanawake wengi wa kidunia, wasichana, unauliza unataka mwanamume aina gani wewe? I want a short, a tall, thin, slim, light skinned with yellow teeth, nini. Yani anakupatia maelezo yake ya kuona. Yeye anaona I want a fat one, nataka ule mnono, ule akona katumbo, anaonekana ni tajiri, asikuwe amekonda sana. Wanatumia macho yao. Saidia Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili, wacha nikuonyeshe maneno. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Nafikiri ni, wacha nitafute 3:18. Siweke kwanza, wacha nidhibitishe. Sikilizeni watu wa Mungu. Hakuna mtu aliwahi kutumia macho, aliwahi kupata. Unaona? Nimesema Wakorintho wangapi? Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili, 2 Corinthians. Wacha niangalie chapter number 3. Chapter 4. Samahani sana. Nione verses number 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kijana, sikiliza. Ukiwa hapo nyumbani, sikiliza kwa makini. Kama unatathmini na unataka kuwa na mchumba, zingatia maneno haya. Tuko kipindi cha mwisho, usiingie katika mtego wa shetani. Nimeanza. Sikiliza. Vijana wengi wanaingia katika mtego. Leo nataka nikuonyeshe ni kitu gani kinafanya vijana wengi wanakosa favor ya Mungu. God's favor. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Biblia inasemaje? Tusome. Inasema, tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Amina. Bwana abariki sana. Umeona? Kwa hivyo watu wengi, na ndio leo ukiangalia hata runinga, ukiangalia YouTube, ukiangalia, shetani amepamba vitu vya nje kuliko vitu vya rohoni. Amepamba, unaona wanawake wamepambwa kweli kweli. Hayo mambo yaliwavutia wana wa Mungu, wakakosea. Walikosea, maana uzuri uko ndani ya moyo na ni Mungu anaweza kuona. Maandiko yanasema, bali mwanamke amchaye Bwana ni nani atakayempata? Hata mwanaume, si mwanamke tu, hata wanawake leo wamekosea kutafuta wachumba. Ati wewe ni kijana unatafuta mwanaume mwenye anaweza, unatafuta yule yako hivi, hayo mambo yanaitwa secondary things. Ya kwanza is the beauty of the heart. Sikiliza watu wa Mungu, nasoma kitabu cha Psalms chapter 20. Kuna andiko natafuta hapa. Kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi, sikilizeni watu wa Mungu. Nitafuta ile andiko kwa haraka. Sikilizeni vijana. Yule atakayenifuatilia leo atapata kitu ambacho ninasema. Yule mwenye atapuuza ni matatizo itakuwa. Nimesema Zaburi ama Methali, samahani sana. Methali 20. Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20. And verses number 6. And hiyo. Proverbs chapter 20 verse 6. Unaweza weka King James pia hapo. Maana Kiswahili imeharibu. Barikiwa sana. Wewe, nione Biblia yako pande hiyo. Mbona? Hebu inua, kila mtu ainue Biblia yake nione. Asante. Nani hana? Nani hana Biblia? Tafutia huyo. Tafutia huyo. Na uwe na mahali unaandika. Hii ni Youth Week of Prayer. Pande hii mko na Biblia? Sawa. Kila mtu awe na Biblia. Fungua Proverbs chapter 20. Proverbs, Methali 20 mstari wake ni wa 6. Proverbs chapter 20 verse 6. Weka King James
na tuweke na Kiswahili pia. Sikiliza hilo andiko. Kijana unayenifuatilia, sikiliza. Inasema Proverbs 20:6. Inasemaje? Wanadamu. Hiyo ni Kiswahili. Kiingereza inasema most men. Nazungumza na wale vijana wa kike. Nyinyi ndio nasema mimi natafuta mtu atakaye nioa. Sikiliza wewe. Maandiko yanasema wanaume wengi. Most men. Mtafsiri alisema wanadamu, si kweli. Most men, ya maanake wanaume wengi. Unaona? Wanaume wengi, most men, hutangaza kila mtu hisani yake mwenyewe. Yani anajitangaza his own goodness, Unajua mimi niko hivi na hivi, hata nimeajiriwa, niko na tu pesa. Unajua mimi nakaa nyumba yangu, hata nimenunua. Wanajitangaza. Unajua na wewe wanawake akili yao ni ndogo. Kidogo tu ameingia box. Hati huyu jamaa ako na pesa. Haya, ako na gari. Hii unaona vitu wanaangalia ni vitu vya nje. Mtu amejitangaza mwanaume. Lakini maandiko yanasema hivi katika mstari huo wa 6, inasema hivi ikimaliza, bali mwanaume aliye mwaminifu ni nani awezaye kumpata? But a faithful man who can find. Mimi ningekuwa wewe kijana wa kike, ningekuwa namuomba Mungu anisaidie nipate mwanaume mwaminifu. Kitu ambacho kinafanya ndoa nyingi hazidumu leo ni kukosa kuwa na mwanaume mwaminifu. Anaweza kuwa na pesa zake, ako na mali, lakini si mwaminifu. Si juzi tulikuwa tunatembea na watumishi pale mjini town, watumishi pale zile hoteli za juu. Na unajua sasa hiyo ni saa 1 jioni. Watu wanaenda nyumbani, hoteli zimejaa wanaume. Na wanaume wamekaa na tusichana tudogo kwa mahoteli, wanakula chips, chai, wanakula sapa, maana kwake hakukaliki. Anataka kuingia kwake, na ni wanaendesha magari makubwa. Anataka aingie kwake wakati ambapo kumetulia, watu wamelala. Aingie kama amepack, ameoga, naye amelala. Kelele hataki. Sasa inabidi atafute wasichana wengine na huko kando. Maandiko yanasema a faithful man, uaminifu. Mungu atusaidie tumuombe kulingana na mapenzi yake. Ndio naona mara nyingi maandiko yanasema tunaomba na hatupati kwa sababu tunaomba vibaya. Vibaya kwa sababu tunaomba kinyume cha neno la Mungu. Tunaomba kinyume, opposite. Heri mtu aliye maskini mnaanza naye chini, lakini ni mtu mwaminifu anamjua Mungu. Ndio naona katika Israeli Mungu alipotufundisha hayo mambo. Hata mwingine anaitwa nani? Si anaitwa Ahab. Unakumbuka Ahabu? Si Ahabu alikuwa Mwisraeli? Alifanya nini? Ni nini alifanya Ahabu? Si alitumia hata yeye macho? Haya, twende Wafalme wa kwanza. Imada ni nzuri kweli. Wafalme wa kwanza. Unaona ukipata mchumba mwenye unaona huyu ako sawa, chukua muda kidogo. Tafuta hata wazee wa kanisa, ambie huyu bado namchunguza. Na wakati unaona uko tayari sasa mnaingia katika counseling sessions, hapo ndio utajua mtu ni nani. Tete kuchukua na tuende tuishi. Matatizo inaanza. Nasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza, First Kings chapter number 16 verses number 29. Wafalme wa kwanza 16 mstari wake ni 29. Sikiliza Biblia. Inasema, Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 22. Mstari wa 30. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Unajua alifanya nini? Mstari wa 31. Buangalieni. Ikawa kama ingelikuwa neno dogo tu, alichukulia kwa mzaa, vile vijana wanachukulia leo. Hiyo ni kitu kidogo, tutaenda tubatizwe. Kidogo umewacha a permanent scar. Mungu anaweza kukusamehe. Lakini the consequences, matokeo ya ndoa kama hizo ni wewe utabeba. Utakuwa na shimo kwa moyo milele. Mungu atakusamehe lakini mzigo utabeba. Mungu aondoe mzigo. Ukiingia katika ndoa ambayo iko na shida, Mungu anaweza kukusamehe. Mungu anaweza kukutakasa, lakini shida zitasalia na wewe milele. Itakuwa na kukumbusha ya kwamba ulitoka katika mpango wa Mungu. Lazima tufanye maamuzi mazuri kabla. Maandiko yanasema akachukulia kama neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu. Naona? Mwana wa Nebati akafanya nini? Akamuoa Jezebel binti Ethbaali mfalme wa Sidoni. Akaenda akamtumikia Baali. Unaona? Alichukua mwanamke wa kidunia. Alivutiwa macho yake. Ndio naona siku zote tunawakataza wanaume,
usiviangalie vinavyoonekana. Hayo mambo Mungu hajawahi kutuambia. The Lord has never told us to consult our eyes in matters of marriage and courtship. Hajawahi. Mungu hajawahi. Mungu anasema mke mwema hutoka kwa Bwana. Ni yeye anaona moyo wa mtu. Lakini wewe utaangalia sura, utaangalia mambo ya nje, Mungu ataangalia moyo. Ndio naona tunashauriwa katika Roho Nabii, wale ambao wanataka kuingia katika ndoa, wamepata mchumba, omba mara 3 mara 4 kwa siku. It is better to break an engagement than a marriage. Ni heri kuvunja uhusiano kuliko ndoa. Unalivunja. Sikia hiyo? Sasa shida ya pili ama makosa ya pili wanayoifanya watu wakifikiria kwamba Mungu ameidhinisha uhusiano walio nao, kando na kutumia macho. Unajua ukitumia macho kijana, shetani ametuwekea mitego nyingi. Hasa wale wanasema sisi ni wahubiri wa ujumbe malaika watatu. Shetani atakuletea variety. Moyo kutembea kwa soko, unaona maembe kubwa ndogo, unaona watermelon zimejaa, zingine ziko kon. Shetani atakupangia wanawake hilo hujawahi kuona. Kuna wale wakubwa, maana unataka vya nje. Atakupangia ndio huyu. Wewe ndio unachagua ile unataka, ghadhabu ya Mungu. Na kuna wale ambao wamekamatwa na hayo mambo, mitego, wameshindwa kujiondoa. Sababu ni gani? Katika Biblia, unaposoma ndani ya Biblia, Mungu alikataa makosa ya pili ambayo vijana wanafanya leo, na wanatoka katika favor ya Mungu. Katika masuala ya kuchumbiana ni kutafuta wanawake, ama wanawake wanatafuta wanaume ambao sio wa imani. Na leo nataka nikufundishe kitu, kijana ambaye ni mwana matengenezo. Unajua jambo hili nilikuwa nalisoma mchana. Kuna quotation moja nimelitafuta muda mrefu, leo Mungu amenisaidia nimelipata. Na nitashare na nyinyi. Wale ambao wanaamini spirit of prophecy, nataka ni share na nyinyi quotation, lakini kwanza wacha ni build on this. Ndio naona Mungu alipiga marufuku wana wa Israeli. Nisaidie Deuteronomy chapter 7. Pole tu. Makosa ya pili wanayofanya wanandoa ama vijana wengi ni kuchumbia wasichana ambao sio wa imani. Huyo si nitambadilisha. Atabadilika tu. Ile mashida wanakuwa nayo kwa hiyo ndoa. Wazee kujeni muniombe, niko na shida. Anza kuchunguza, msichana hakuwa wa imani, alienda akachukuana, akakuja wakakaa. Mimi sisemi ya kwamba Mungu hata kusamehe, mimi sijasema hivyo. Mimi Kenya nasema ni ya kwamba you will have to deal with the consequences of your marriage mpaka mwisho. Utashinda kwa magoti, machozi kila siku. Maana huwezi kutoka kwa hiyo ndoa. Kwa nini? Ulitoka nje ya mpango wa Mungu. Kumbukumbu la Torati 7. Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter number 7. Na leo nitadili na part 1, maana hii somo ni ndefu, haiwezi kuisha kwa part ya kwanza tu. Sikilizeni vijana. Leo tuko na vijana, kesho unasikia mmoja ashaoa. Alioa. Hata akona mwanamke. Lini? Wazee wanajua kanisa? Mchungaji anajua? Hapana, alishaoa. Aje? Sawacha waendelee. Kitaumana na huko mbele. Si lazima iumane saa hii. Itakuja kuumana. Ndiye atakumbuka. Deuteronomy chapter 7 and verses number 3. Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, sura yake ni ya 7. Nitaanzia mstari wake ni wa 3. Deuteronomy chapter number 7 verses number 3. Mungu akawaambia wana wa Israeli kuhusiana na mataifa waliowazunguka, binti yako, tusome pamoja. Amina. Binti yako usimpe mwanawe mume. Okay? Wala usimtualie mwanao mume binti yake. Mstari wa 4. Kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Makosa wanayofanya watu wengi vijana katika imani ni kuvutiwa na kupendezwa na wanawake ambao si wa imani, ama wanavutiwa na kupendezwa na wanaume ambao si wa imani. Unakuta mwanamke yuko na sisi tu, ni msichana kidogo, unamwona amekuja na mimba. Nini baya? Unajua sasa mimi nimeshaoleka. Na nani? Kuna nani mwanaume mwingine unajua hata alikuwa ananipenda, ni Wasande. Ni Wasande. Okay, na tayari uko na mimi.
ile mashida utakula huko. Unajua Mungu hajahusika. Ndoa ya kwanza ni Mungu alianzisha. Wewe umeamua kuanzisha yako. Ile matatizo utakuwa nayo. Sikiliza. Kwanza sikiliza. Mungu akasema katika Wakorintho wa pili. Wacha nijenge imada ndio nitoe quotation ambayo najaribu kusema. 2 Corinthians chapter 6. Nataka kufinya hii kiwanja. Kuna msichana mmoja alikuwa ananiambia kwa kongamano la vijana wakati mwingine. Si hata akiwa Sunday si anajua Mungu. Huyo mtu hata anaomba. He's also speaking in tongues. Anajua hata Bible. Kwanza ni youth leader huko Sunday na ana preach. Mimi naona anaweza kunioa. Wewe ona tu alafu uolewe. Endelea kuona alafu ukaolewe. Tumia macho vizuri, enda. Kuna mtu atakukataza. Wakorintho wa pili 6. Lakini kama unachumbiwa na mtu ambaye si wa imani, anza kufanya hesabu haraka vile ambavyo utakatiza uhusiano huo kwa jina la Yesu. Hiyo ninakwambia for free. Kama unanifuata na unachumbiwa na mtu ambaye si wa imani, nataka kupatia sababu zote Mungu anasema ukatize uchumba huo kwa haraka kabla hujaingia kwenye shimo. Kabla haujaingia kwenye shimo, maandiko matakatifu yanasema katika Wakorintho wa pili 2 Corinthians chapter number 6. Hili ni andiko ambalo linajulikana, lakini nataka kufanya expounding on the verse. Nataka kuiexpound ndio uone ukweli ambao umeandikwa pale. Sikiliza. Ni verse ngapi? Verse 14. Inasema hivi. 6:14. Inasema. Umeona ile andiko, weka zote mbili, English and Swahili. Inasema, "Msifungiwe nira pamoja na wasioamini." Ninarudia. Mimi nasema wasioamini si ni wale wanaenda kusikiza muziki ya kidunia, wanavuta bangi. Wewe ngoja, nitafunga hii kiwanja sasa. Hii kiwanja nataka kuifinya ndio uelewe ili andiko. "Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali?" Unaona? Alafu akimaliza mstari wa 17 anasema nini? Anasema nini? "Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha." Unaona? "Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike." Kwa hivyo maandiko yanasema, "Do not be unequally yoked together with non-believers," ama unbelievers. Mwingine anaweza kuwa anauliza, non-believer ni nani? Si ni wale wasemi, wale wanakataa kuamini Yesu. Acha sasa tu reduce Nataka nisome kitabu kimoja cha Roho Nabii kwa sababu ya vijana wetu. Sikiliza, hapa ndio kuna maneno. Nafikiri nilikuwa nimeiweka pale, ya nione. Kitabu Kitabu cha hapa kuna tunasoma kitabu gani nimesema? Kitabu cha nimesema kitabu gani? Spirit of Prophecy. Ndio nilikuwa naangalia hapa. Sikilizeni vijana ambao mnanifuatilia. Kuna quotation nataka kutoa, ndio hii. Iko hapo juu hizo mbili Utaanza na hiyo Testimonies for the Church volume 5. Umeona? Anza na. Utaweka zote Kiingereza na Kiswahili tunasoma. Na dada White amenukuu Wakorintho wa pili 6:14. Angalia vile anavyosema. Unaanza na English ama Kiswahili? Umeziona Anza na hiyo Testimonies for the Church volume 5 page 364 paragraph number 1. Tunapozungumzia non-believer, nataka wasichana ambao ni wa kike, vijana, msikilize vizuri maana nyinyi ndio mnatekwa sana. Nimeolewa, twende tumuone. Mwingine tulikuwa tunamwambia, na ninamwambia tu, na alikuwa si ati sijamuangalia, na nikamwambia wewe tulia. Unajua ni soja, na hata anaendaga kanisa. Wewe, si alipachikwa mimba. Wewe si walioana? Si walienda kwani wanakaa sahi? Si alikana, si waliachana? Si yako na mtoto amerudishia mama yake sahi anatembea, si waliachana ule si nini mnatuambia bwana? Tunajua Kenya Biblia inasema, sikizeni vijana, wacheni mbio. Angalia ile andiko linasemaje?
Ili andiko linasemaje? Tusome pamoja. Nitawekea kwa Kiswahili, wacha tuanze na Kiingereza. Testimonies for the Church volume 5 page 364. Umeanza Kiswahili Haya, Kiswahili nasema hivi. Paragraph 1. Inasema ingawa rafiki wa chaguo lako amekuwa katika mambo mengine yote anastahili. Umemwona ni kama anastahili, anafaa kuwa boyfriend yako ambayo yeye sio. Lakini hajakubali ukweli wa wakati. Hajakubali nini? The present truth. Hajakubali ukweli wa wakati huu. Hajakubali ukweli wa wakati huu. Yeye ni asiyeamini, na umekatazwa mbinguni kujiunganisha naye. Unaona? Hauwezi bila hatari kwa roho yako kupuuza amri hii ya kimungu ama amri ya kiungu. Ati hajaamini nini? Weka Kiingereza. A non-believer hajaamini the present truth. Hiyo ndio nilikuwa nataka watu waelewe. Kwa hivyo hata usiende nomino kutafuta msichana, ati ni wa nomino, ni wewe. Kwani si yeye bado anaamini mambo ya utatu? Si anaamini mambo ya uongo? Huko mwingine alienda kuchukua msichana wa elder wa nomino. Ati unajua nikamwambia wacha hii maneno, mtasumbuliwa. Kwani yuko na sisi leo? Nimeona matengenezo. Si alipenda msichana? Mzee akamwambia wewe uko kwa kanisa gani? Yetu inaitwa SDA General Conference. Mwana matengenezo, ukitaka binti yangu waachana na hiyo imani yenu. Kijana alipiga hesabu, akawachana na wana matengenezo. Si alienda akaoa akabatizwa. Alitumia macho, hakutumia akili. Weka Kiingereza. Hakutumia akili. Inasema, nisome Testimonies for the Church volume 5 page 364 paragraph 1 inasema, though the companion of your choice were in all other respects worthy, hata kama anastahili, which he is not. Dada White anamwangalia dada mwingine, na huyo dada amechagua mwanaume, na dada White anasema yeye hajafaa. Kwa nini? Yet he has not accepted the truth for this time. He is an unbeliever, and you are forbidden of heaven to unite yourself with him. You cannot, without peril of your own soul, disregard this divine injunction. So who is an unbeliever? Anybody who does not believe in the present truth, ukweli wa sasa, akipinga kuanzia ujumbe wa afya. Wewe unaamini ujumbe wa afya, yeye amepinga. Unaamini ujumbe wa hekalu, amepinga. Unaamini ya kwamba kuna foundational truths, anapinga. Hata kama ni msabato, non-believer. Haamini ujumbe wa sasa. Sikilizeni vijana, nimekuwekea nukuu. Kwa sawa Sikilizeni vijana. A non-believer does not believe in the present truth. Anaweza kuwa katika kanisa la wana matengenezo, lakini haamini ujumbe wa sasa. Haamini health reform. Hajaamini dress reform. Tunafinya hii kiwanja ndio tuone wana matengenezo vijana ambao watasimama katika kweli. Wacha hao waoane wao kwa wao. Wacha wale ambao wamekubaliana the present truth ya health reform, Sabbath reform, ayo mambo wamekubaliana the present truth. Wamekubali ya kwamba kuna fundamental principles. Wamekubali the foundational truths. Wacha hao waoane wao kwa wao. Sije ukajiletea matatizo. Wewe unaangalia nani believer ni mtu wa Sunday. Si mtu wa Sunday peke yake. Unaweza kuwa ndani ya Sabato na wewe ni nani believer. Bado unakunywa majani chai, bado unakula nguruwe, bado unakula nyama minofu. You are a non-believer. You do not believe in the present truth. Unaona sababu nyingi usije ukaangalia kwa nje. Unaona? Ufai kuangalia kwa nje. Unafaa kuangalia kwa ndani, na ni Mungu ataangalia kusaidie. Maandiko yanasema mke mwema utoka kwa Mungu, haitoi kwa wanadamu. Hata wale ambao wamekwisha kupatana wanaanza kuchumbiana, unapata ya kwamba wameingia katika mtego. Mtego unao makosa wanayofanya vijana leo katika masuala ya kuchumbiana. Wacha nikusaidie kwanza. Twende Genesis 24. Nikuonyeshe vile ambavyo wazee wa imani walifanya. Si kama leo majenzi, kila mtu anaenda kujichagulia. Wanakuja na vitu vimevaa matumbo kati bwana. Unashangaa huyu ni mwanamke ama ni mti ya Christmas. Nimerembeshwa. Leo nilikuwa naangalia mwingine amevaa tumbo kati imetokea na hapa ameacha kakitavu na ni msichana wenyewe. Ati hi babe. Babe gani? Babe gani? Huyo ni mwanamke sasa? Ama ni kahaba? Unaona? Na wengine hata ni vijana wana matengenezo. Wamekosa mwelekeo, direction.
Angalia vizuri, dada White anasema while you may love, do not love blindly. Ati love is blind. Love is not blind. Love is conscious. As a matter of fact, if love is blind, unajua nimekufall. Nimefall na wewe. That is what the world says. Dunia inasema hivyo. Manze nimekuanguka. Nimekufall. I have fallen with you. Nani kwa hii Biblia alianguka na mwenzake? Watu walitumia akili. Nimekufall. Love is blind. My friend, walk in love. Don't be blind. Do not be blind. Maandiko inasema hivi. Ukienda kitabu cha Genesis chapter 24, chani kuonyeshe vile anaitwa Isaka alivyofanya. Ni Isaka kama ni Ibrahim? Nafikiri ni Ibrahim. Genesis 24. Nataka nikuonyeshe jambo mpendwa. Genesis 24 verses number 1. Genesis 24 verses number 1, tutaanzia pale. Tutaanzia katika mstari wake ni wa kwanza. Genesis 24 verses number 1. Genesis 24 verses number 1. Hawa ni wazee wa imani. Maandiko yanasema basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Huyu ni mzee wa imani. Mstari wa pili, Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, sikiliza kijana. Sikiliza kijana vizuri. Waacheni mambo mko nayo mbio mbio hii. Mnaingia kwa shimo. Baadaye mnaita wazee tuombeeni. Tuombeeni tuko kwa shida. Mwingine alikuwa ananiita juzi. Ati pastor, unajua ndoa yangu iko na shida. Nani kijana alikuwa anamjua. Nikamuuliza ni nini mbaya? Ulioa si tulikuwa na wewe hapa, ulioaje? Mimi nilijipata nimepachika msichana mimba. Sasa tumeanza kuishi. Mumeanza. Niombe, huyo msichana ananisumbua. Unajua hata sina amani. Yaani ni kelele tu. Mimi hata nimeshindwa. Pastor nisaidie. Aki pastor. Pastor wako na shida. Ndio wanaitwa wakati wa matatizo. Kimeumana. Sasa wanaona waite pastor, watu waweke, anaweza kujitolea hata agaramike, aweke mkutano wa maombi kwake. Kesha watu wakuje kuomba kwake. Anataka kuona shetani ametoka kwake, na ni yeye alileta. Usije ukaingia katika hayo mambo. Maandiko yanasema Ibrahimu alikuwa mzee, akamuita mtumishi wake mmoja. Maana Ibrahimu alijua ya kwamba Isaka hajaoa kijana yake. Sikilizeni. Maandiko yanasema nami nitakuapisha. Akamuita mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake. Tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu. Ibrahimu anaenda kufa. Akamwambia huyo jamaa, nami nitakuapisha kwa Bwana, mstari wa 3, Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakaanani ambao nakaa kati yao. Umeshika? Maana aliyofia. Akasema mimi nikifa, hakikisha ya kwamba kijana yangu mke aliyepata hapati kutokana na watu wa mataifa. Mstari wa 4. Ibrahimu akamwambia, bali enenda hata nchi yangu, mahali ambapo kuna imani yetu, na kwa jamaa zangu, mahali ambapo tumekuza imani ya kweli, ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hata kubali kufuatana nami mpaka nchi. Nataka uelewe ya kwamba Ibrahimu alijua. Usije unatisha watu leo ati umepata mrembo. Mrembo gani umepata? Ni gani hiyo? Mwingine tulikuwa naye hapa juu. Mimi niko na mambo. Vijana nimeona vituko. Mrembo ndio huyu. Ati huyu ndio mama ya nyumba. Nyumba gani? Huyo ndio mama ya nyumba yangu. Nyumba gani? Nyumba gani? Mungu alikuwa mkianzisha hiyo nyumba. Ati huyu ndio mama ya watoto. Gani? Mungu alikuwa hapo. Wanaanza wakiitana babe, sweetheart, kidogo. Mama Otieno. Mama Kamau. Mwishowe, wewe mama. Kidogo. Na wewe nani? Ikipiga nani, Mungu hajawahi kukua kwa ndoa kama hizo. Ilianza na sweetheart babe. Sasa hii wanaitana nani, leta nguo yangu nani. Mungu hajawahi kukua hapo. Na wakati mume wako atakuita nani,
ndio ujue ndio imeisha. Iliisha kama haujui. Nani? Mulianza sweetheart babe wakati ambapo Mungu hayuko. Saa hii mnaitana nani? Hebu nani leta socks na hapo. Nani? Ndio mwisho. Hapo hakuna ndoa. Hapo ndio mwisho. Mnasikia vijana? Sikilizeni. Sisi tumeona maneno kwa hii dunia. Ibrahimu akasema, chukua mwanamke kutoka kwa jamaa zangu walio na imani. Nini niliwafanya wanawake leo? Nini nimefanya wanaume leo? Vijana wetu wanajichagulia kama vile ambavyo wao wana. Anaweza kuwa hata kanisani na anaimba hata vizuri. Usikuwe na haraka kijana, mpaka Mungu akuhakikishie ni huyu. Usije ukawa na haraka. Unaweza ingia kwenye matatizo ambayo hujui. Wengine wanakuwa hata kanisani, nadhania ni mtu mzuri. Fuatilia mtu, sikiliza watu wa Mungu kwa njia ya imani. Neema ya Mungu itutoshe kila moja. Wengi, na kama kuna watu wataingiwa na majaribu mengi, ni wana matengenezo. Kama wewe ni kijana unasema mimi ni mwana matengenezo na sijaoa, jipange. Ile vita utakuwa nayo, wewe utaniambia baadaye. Sikiliza. Ni uhakikishe unaomba kila hatua. Wale ambao wamezoea kuomba mara 2, lazima uongeze iwe ni mara 3 ama mara 4 kwa ajili ya jambo hilo peke yake. Ndoa hiyo, mimi nataka niingie katika ndoa. Naomba Mungu. Maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa Mungu. Ibrahimu akasema, usinichukulie mke kutoka kwa binti za dunia. Usikubali. Mwanaume usikubali. Mwanamke usikubali. Tafuta njia zote ambazo Mungu atakuwa na kuelekeza kwa njia ya imani. Omba katika kila hatua. Usikubali kuunganishwa pamoja na mwanaume yeyote ambaye anatumia kileo, hata kama ni glasi moja. Usikubali. Nabii katika roho nabii. Usikubali kuunganishwa na mtu ambaye hapendi mama yake na baba yake. Wewe unachumbiwa na mwanaume ambaye hapendi mama yake na baba yake, anawachukia. Nani nakwambia atakupenda? Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza sura yake ni 13. 1 Corinthians chapter 13. Wacha nikuonyeshe kitu. Na wewe ni mwanaume aina gani? Uko kwa courtship na mwanamke na anadai ya kwamba yeye ni mchumba wako. Na wakati mko huko mjini mnatembea pamoja, pengine ni kutembea tu, alafu anakutana na marafiki zake. Unaanza kusalamia marafiki zake, unaona anaanza kukutingisha. Na wewe. Yona mwingine anatingizwa kichwa na girlfriend. Na wewe. Wewe unaona huyu akikuoa si ni boxing. Utakaa kwa hiyo nyumba na unajua ni girlfriend hata hujamuoa. Unaona anakutingiza akikusukuma na wewe. Na wewe hiki na kio hiki. Yona msichana mwingine nikashangaa, nikaita kijana nikamuuliza, huyu ndio girlfriend? Huyu ndio nataka. Huyu mwenye amekusukuma hata kichwa huyu. Tukiona. Wewe unadhania mkioana kwa hiyo ndoa ndio mtakaa? Si utakuwa unapigwa mangumi na niye anapiga kelele. Pua. Majirani. Pua. Anakupiga na niye anapiga kelele. Nimeona nyingi. Wapendwa wasikiliza, haya ni mambo ambayo tunayazungumzia maana tunayaelewa na tumeyafahamu. Ni mambo ambayo tumeona. Sikiliza watu wa Mungu. Mungu wa rehema yuko, anaweza kukusamehe. Mimi ninasema ukweli. Unajua ni vizuri watu waseme ukweli. But you must bear the consequences. Nito the consequences. Tunatakiwa kutubu sana na kulia sana. Mungu ataturehemu kama tulifanya makosa. Lakini kama kuna consequences, lazima tuzibebe. Consequences. Unaona? Naitwa matokeo kama Daudi. Matokeo aliyabeba. Matokeo lazima tunayabeba. Kutuonyesha ya kwamba hatukustahili kuingia katika njia hiyo. Na niona katika Biblia Mungu ametoa mwelekeo. Anataka tukae katika kweli. Anataka tufanye maamuzi yaliyo kweli. Methali 16:1. Nilikuwa nasoma andiko gani? Wakorintho wa kwanza 13. Samahani sana. Najua mimi naenda speed tu. Wakorintho wa kwanza 13, sikilizeni watu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 13. Nazungumza na vijana ambao wanataka kuingia kuoa. Na kama kuna mtego usiwahi kuingia. Sikiliza, nitazungumzia hapa saa hizi. Nimeona vijana wengi wakiingia katika blanda.
Na ili jambo nitalisema with a lot of caution, kwa sababu ninajua kuna watu wako katika hali hiyo na sio kupenda kwao. Unaenda kuchumbia msichana ambaye tuseme yako na mtoto mmoja ama wawili, wewe umempata. Anakuambia mimi niko na watoto wawili lakini niko single. Hoja kwanza hiyo wa Korintho tunakuja sahihi. Sasa kijana anasema msichana ni msupu, unajua hata ninaona ni mwana matengenezo wako sawa. Kijana anajipa. Yeye bila kuchunguza, bila kutafuta masuala mengi, yeye anakuwa love is blind, anaendelea na shughuli zake. Hawezi kumuuliza msichana mume wako wako wapi? Ni nani alikuzalisha mfano? Anasema hiyo ni maisha ya waachana na hiyo vitu. Usituanze fresh. Najua wasichana wako na lugha, akiongea tu kidogo msichana, akizungumza tu mwanaume anachanganyikiwa, anasema sawa. Yeye anapuuzilia hayo mambo. Mwanaume atumia akili. Yeye haangalii maandiko mfano. Haangalii kabisa. Kabisa. Angalia aone huyu ni mwanamke ambaye alikuwa kwa ndoa. Huyu ako na watoto 2 ama 1, sawa. Kwani mtoto alitoa wapi? Alitoa wapi? Sinamaanisha alikuwa kwa ndoa. Na maandiko yanasema alionana kimwili na mwanaume. Na mbingu ikasema huyo ni mume wake. Sasa hatua ya kwanza, sikiliza vijana, usije ukaingia kwa matatizo. Hatua ya kwanza, ukipata msichana namna hiyo, mimi sisemi hawezi kuoleka, sijasema hivyo. Lakini usiwe na haraka. Nimeona wengine wakiingia katika ndoa kama hizo na hata hahusishi hata kanisa. Mimi nilishaoa msichana mzuri hata ako na mtoto. Nikuulize, ulichunguza mume wake ni nani? Baba ya mtoto ni nani? Ati baba ya mtoto yuko, lakini huyo baba does not care. Sasa mimi niliingia nikamuoa, yule yako tu anatangata. Okay. Unaishi na yeye? Okay. Jipange. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa 10. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa 10. Hizo ni makosa ambazo watu wengi wanafanya. Anaingia katika ndoa, hajachunguza. Ndio unaona Mungu alimaliza dunia na gharika, maji. Watu wameingia katika ndoa, amejipata katika chain ambayo hawezi kuvunja. Mwanamke alikuwa na mwanaume wa kwanza. Hujapata msichana ako na watoto 4 na anaolewa na youth. Ako na 4 kabisa. Mimi nimempenda. Sasa watoto 4 baba yao ni nani? Ukiuliza msichana, hajui. Kila mtoto hapo baba yake tofauti. Wewe unaingia kuwa baba wa 5. Mwanaume amejikalisha tu anasema unajua mimi nimempenda. Tushaomba anyway, Mungu atatueleza tukiendanga. Yeye hajasoma hata maandiko. Ndoa kama hiyo inahitaji uangalifu sana. Unaweza jipata katika chain ambayo kuivunja itakuwa batatizo. Utajipata katika shida na laana za milele. Maisha yako itafungwa. Sikiliza ninakuambia. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 7. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 7, ninaanzia mstari wake ni wa 10. Sikiliza. Kwanza ukianzia mstari wake ni wa 9, inazungumzia vijana. Vijana sikilizeni. Mstari wa 9 inasema lakini ikiwa hawawezi kujizuia. Umeweka Lakini ikiwa vijana hawawezi kujizuia na waoe. Maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Maana hiyo point? Haya mstari wake ni wa 10. Inasema lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila ni Bwana, mke asiachane na mumewe. Ninarudia. Mke asiachane na mumewe. Mstari wa 11. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Sasa wewe kijana umepata msichana ako na mtoto mmoja, sawa. Umemuuliza mume wake yako wapi? Maana condition hapa ni mbili. Ndio unaona vijana wengi wanaingia katika maisha ya ufukara na shida. Mashida zinawakula, laana ambazo wameingia kuzikuta zikamfunga. Laana ambazo yule mwanamke amezitoa katika ndoa zake ameleta. Sasa umeingia katika hizo laana. Sasa kitambo utoke hapo. Yaani kitambo utoke hapo, watoto mtakao wazaa laana tupu. Maandiko yanasema ninawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 chawa nichukiao. Nami uwarehemu maelfu
na maelfu cha wanipendao na kuzishika amri zangu. Hiyo ni Kutoka 20 mstari wake ni wa 4 na 5. Sikiliza. Utaingia katika laana ya Mungu pasipo kuzingatia maandiko. Maandiko yanasema mwanamke asimwache mume wake. Unafaa kumuuliza mume wake ako wapi? Mimi ni youth. Na mimi naona hata wewe ni youth, lakini uko na watoto wawili. Mume wako wako wapi? Unamuuliza. Usiingie kuchumbiana tu. Makosa wanayofanya kuchumbiana. Hizo ndoa mara nyingi hazidumu, kwa maana wameingia katika laana ambazo Mungu hajawahi kukusudia watu wengi. Unaona ukisoma katika Warumi 7 mstari wake ni wa 2. Sikiliza watu wa Mungu. Vijana nisikilizeni. Mimi nimeona ndoa nyingi vijana wamekumbwa na matatizo. Wengine wanakufa na stress kwa sababu wanashindwa vile atatoka ameshaingia. Na wakati alikuwa anaingia Mungu hakuwepo. Ndoa kama hizo zinaweza kuunganishwa tu na wachungaji katika kanisa letu la wana matengenezo baada ya kuwa na uhakikisho. Uhakikisho gani? Tega sikio. Mimi sijasema hauwezi kumuoa msichana aliye na mtoto, sijasema. Unaweza. Lakini baada ya uhakikisho gani? Sasa tega sikio kijana. Pengine unachumbia msichana ambaye yako na mtoto. Tunajaribu kukuzuia usije ukaingia katika mitego sisi kama wana matengenezo. Sasa unaweza kumuoa na kumchumbia, lakini kuna condition lazima uhakikishe. Condition number 1. Condition number 1, Romans chapter 7. Warumi 7 aya yake ni ya 2. Warumi 7 aya yake ni ya 2, Biblia inasema. Warumi 7:2 Biblia inasema, kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Wakati mume wake yu hai, huyo mwanamke amefungwa na sheria ya ndoa. Inaendelea. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Mstari wake ni wa 3. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa, underline hapo condition ya kwanza, hakikisha mume wake yule alikuwa amempachika mimba, baba ya watoto, hakikisha baba ya watoto amekufa, hayuko hai. Condition number 1. Nakusaidia mapema nakupatia ya pili sasa hivi Ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi. Naona? Hiyo ni condition ya kwanza, ajapoolewa na mume mwingine. Kwa hivyo wewe kama ni kijana na umeona msichana anakupendeza na akwambia mimi niko na mtoto mmoja, kaa na yeye chini, muulize baba ya mtoto ni nani, na asikudanganye. Tafuta information, enda kwao, tafuta mama yake, dada zake, chimba. Love is not blind. Utaingia kwa shimo ambazo huzielewi. Bwana Yesu asifiwe. Mazikia hiyo, utaingia kwa shimo kijana. Chunga maisha, utaingia kwa shimo, utaingia kwa minyororo ya giza. Shetani atakufunga kwa laana usizozijua. Chunguza vizuri. Na huyu mtoto baba yake ni nani? Akikwambia unajua hata sijui, mimi hata sijui. Ewe, kanyaga break. Ujui? Ni sindano ulidungwa kwa hospitali, ukazaa? Wacha hizo, nini wacha, hiyo ni past. Wacha na hiyo sweetie. Sweetie, utakuja kulia kwa choo na hiyo masweetie yako. Endelea kuchunguza pole pole. Baba ya mtoto ni nani? Yuko anakuanga huko ushago. Aya, ako ushago. Na unataka tuanze kuchumbiana. Baba ya mtoto wako ushago. Kata tikiti ya gari. Hata usimwambie, enda ushago. Tafuta dada zake, marafiki zake wakuonyeshe kwao. Chunguza mpaka upate baba ya mtoto. Ingia. Habari? Salama. Salama. Na unajua nani? Namjua. Na anakuanga huko Nairobi na mtoto. Na wewe nini? Huyo ni mke wangu, hata alia. Mke wake. Na Nairobi anasema mume wake ajui. Tafuta mpaka uhakikishe alikufa. Hiyo ni condition ya kwanza. Kama ako hai, kanyaga break. Usiangalie ishara nyekundu ukasema red means go. Red means danger. Don't assume that red is green. Ati stop. Wewe, danger, simama. Haimaanishi uendelee, simama. Jambo la pili ambalo linaweza kukufanya wewe umchumbie mwanamke ambaye tayari yako na mtoto. Vile vile tunasema wanawake, usichumbiwe na mwanaume
hata kama ni youth. Anakwambia unajua mimi nilishazalisha. Oh, ulishazalisha? Nani? Niko na mtoto ndio huyu na ni mmoja. Mama yake yako wapi? Muulize mama ya mtoto yako wapi? Tuliachana, tulipigana. Na ako wapi? Anakuanga na huko nini? Huko Nyandarua kwa soko. Na unataka nikuwe bibi yako wa pili? Tulishawachana. Aje. Mathayo 5. Makosa wanazozifanya watu katika ndoa, shida zimekumba dunia, vijana wengi wanakufa wakiwa katika hali za laana kwa sababu wameingia katika ndoa ambazo hawazijui. Wao wenyewe wameingia katika laana nyingi. Maandiko yanasema Mathayo 5. Mathayo 5. Mathayo 5. Nafungua kitabu cha Mathayo. Inasema katika Mathayo sura yake ni ya 5. Mathayo 5 mstari wake ni 31. Samahani sana kwa sababu ya picha hazikuwa nzuri, mtatusamee kidogo. Mathayo 5:31. Umeka verse kwa screen. Mathayo 5:31 weka. Watu wa Mungu sikilizeni. Weka Mathayo 5 kwa screen. Mathayo 5 inasema, angalia Mathayo 5:31. Mathayo 5:31 inasema, imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Unaona? 32. Lakini mimi ninawaambia, kila mtu amwachawe mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi. Na mtu akimuoa yule aliyeachwa. Kama hata hiyo point wewe kijana, piga hatua polepole, usije ukakuwa na haraka. Maandiko yanasema na mtu nini? Inasema nini? Inasema nini? Na mtu akimuoa yule aliyeachwa azini. Sasa piga hatua polepole. Kama wewe ni msichana wa kike, kijana wa kike na unatafuta mchumba wa kiume, chunguza. Aliacha mke wake ama vipi? Usije ukaingia kwenye ndoa. Wengine wanaingia wanajipata wako kwa ndoa ya pili. Yeye ni mke wa pili. Na mimi nilidhania yeye ni youth. Naona kumbe mbingu inasema huyu ameoa. Haya, ninapiga hatua ya mwisho sasa. Makosa mengine ambayo vijana wengi wanafanya, ndio unakuta vijana wengi wanapachikwa hata mimba. Wale wa kike unakuta mtu amepachikwa mimba, baadaye unasema sasa tayari niko na mimba, wacha tufanyeje? Wacha tuishi tu kwa sababu tayari niko na mimba yake, hata nishamzalia. Wacha tuishi tu, tutarudi tubatizwe. Ni sawa, unaweza kutubu, Mungu atakusamee, ni sawa. Lakini kuna kitu kinaitwa consequences. Zile zinaitwa consequences, yani matokeo lazima utayabeba. Na mara nyingi matatizo hutokea wapi? Mara nyingi matatizo hutokea wapi?
Mara nyingi matatizo hutokea wapi? Wacha nikusomee kisa cha mwisho tunapomaliza. Nenda kitabu cha Samueli wa kwanza. Niliweka kitambo, sauti iko sawa. Asante. Inasema katika kitabu, inasema 2 Samuel chapter 13. Nataka nizungumzie kosa la mwisho ambalo vijana wengi hufanya na Mungu hakubaliani nalo. Ni makosa vijana wengi wanafanya, na katika kuchunguza kwangu zinaitwa wrong courtship practices. Ni nyingi tu tunaweza kuzungumzia, mengine nitazungumzia kesho. Wacha nizungumzie moja. Kumbuka kwamba vijana Mungu ametuita katika holiness. Kesho nitawapatia some inaitwa nini? A few testimonies hapa na pale, maana nimehusika sana katika masuala ya vijana. Mimi Mungu aliniita kuhubiria vijana nilipokuwa na miaka 18. Nakumbuka mara yangu ya kwanza nilisimama kwa hall ya university. Vijana wamekaa mpaka huko, walikuwa kama 600 hivi. Nilikuwa nazungumza mambo ya courtship and marriage, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2008, si sasa, 2008. Hiyo ni University of Nairobi, Egerton, Maseno. Mungu amenisaidia, nimetembea sana nikiwa kijana, hata sikuwa nimeoa, lakini nilikuwa nimesoma kitabu kinaitwa Adventist Home. Nilikuwa nimesoma na Biblia. Kwa hivyo tulikuwa tunaitwa sana semina za vijana na mimi nikija. Mungu alisaidia sana. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tumeona hata katika courtship ambazo vijana wengi wanafanya za uongo tu, hazina ukweli. Sikiliza. Kama kuna makosa vijana wengi wanafanya katika courtship zao za leo. Sawa amepata mchumba, sawa amepata yule wanachumbiana. Kosa la kwanza bado linafanya vijana wengi wanaingia katika usherati na uzinifu. Nitazungumzia moja, alafu tuingie katika somo, maombi. Unaposoma kitabu cha, nimesema kitabu gani? 2 Samuel 13. Inasema verse 1, wacha nianzie juu. Inasema ikawa baada ya hayo Absalom mwana wa Daudi alikuwa na dada yake, ama umbu lake. Umbu ni dada yake yule mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Kuna kijana ambaye alipenda msichana anaitwa Tamar. Akasononeka Amnoni hata akaugua. Sasa ni nini sasa? Unakuwa mgonjwa kwa sababu ya msichana kama huyu. Vijana wengi wamepoteza mwelekeo. Anakosa hata kukula. Sasa nini? Na unakuta ya kwamba msichana ambaye anamchumbia hata haja muoa. Hata sasa nimemuona akitembea na Michael. Sasa moyo inaumia. Msichana ambaye unapenda anatembea na wanaume wengine na hata hujamuoa. Wewe uko na matatizo. Kati maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa Mungu. Sasa maandiko yanasema huyu moyo ukamsononeka. Inasema kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali, alikuwa bikira. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Mstari wa 3, lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina lake Yonadabu. Akaenda kuita kijana mwenzake, wakapanga njama. Nataka niwaambie wale ambao ni vijana wa kike waangalie sana. Wakati unadai ya kwamba uko na boyfriend, uko na rafiki yako wa kiume ambaye mnachumbiana, boyfriend yako, ukiona anaanza kufanya mambo kama haya, sikiliza, unaanza kujihadhari. Unajua ya kwamba huyu ametekwa na shetani. Inasema Amnoni akamwambia, nampenda Tamar, dada yangu, umbu langu yangu yule Absalom. Yonadabu akamwambia, lala kitandani, wanapanga njama. Si ujifanye wewe ni mgonjwa. Enda tu kwa room yako huko kwa cube. Ndio wanafanya vijana. Enda tu kwa nyumba yako ujifanye wewe ni mgonjwa, ulale. Lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa. Na babako atakapokuja kukutazama umwambie, muache ndugu yangu Tamari aje na kusihi anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu, nikione nikakile mkononi mwake. Unaona mipango? Mwanaume anapanga njama na mwenzake. Si uende kwa nyumba yako ulale na umpigie simu. Mwambie akuje. Hata mimi nitakuwa na wewe. Mwambie aje akutengenezee hata nyumba. Sikilizeni wasichana wa kike. Nyinyi ndio mnaingia katika mtego. Unaona mtu amepachikwa mimba. Mlipata aje? Hata sijui. Ujui aje? Wewe ulienda kumuoshea nyumba, ulienda kupika chapati kwa nyumba yake na hujaolewa. Yaani unaenda performing marital duties while unmarried. Unamfulia shati zake. Na ni kijana tu wako na nyumba kama hii room.
amekodesha, anafanya kakazi, sasa amekuita. Ati sasa unaonyesha upendo. Ati wewe unapiga deki pale nyumba, ati pia wewe unaanza kukanda unga ya chapati. Na yeye anajifanya ati, my friend, Mungu hajawahi kukubali. Sikiliza, hiyo ndio makosa ya kwanza vijana wa kike wanafanya. Anaenda kumtembelea mwanaume akiwa peke yake kwake. Ati ameniita nimtembelee kwake. Simuende kwa uwanja kule Uhuru Park. Simuende kwenye viwanja. Oh, unataka tuongee? Kuja kwa uwanja kule town mjini. Mahali watu ni wengi. Tutakaa kwa kiti moja tutaongea, ama mahali kuna mti. Tutakaa hapo chini mahali watu wanaona. Hapana hapa kwangu ndio. Jangili huyo. Anza kujipanga. Huyo ni mkora, ni mwizi. Atakuibia ubikira wako. Ndio huyo. Kuja tu, mimi ni mgonjwa. Basi tungoje ukipona tutapanga. Hapana, zaidi ndio mzuri. Na unajua wasichana wafikiri, wanadhania akiambiwa hivyo huyo ataenda. Ati sasa atapata msichana mwingine, hata yeye anajipeleka. Kwani uamini hata Mungu? Sikiliza. Maandiko yanasema hivi. Basi Amnoni akalala, mstari wa 6, akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kumtazama Amnoni, akamwambia mfalme, muache ndugu yangu Tamari aje na kusihi aniandalie mkate miwili machoni pangu nipate kula mkononi mwake. Mstari wa 7, basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamar. Akasema, nenda sasa nyumbani kwa Amnoni ndugu yako, ukamwandalie chakula, enda umpikie, ni mgonjwa. Akaenda Tamari nyumbani kwa nduguye Amnoni, naye alikuwa amelala. Akachukua unga. Nasikia msichana, ngoja tupike machapo, na wewe unaenda na maunga unachukua unaingia kwa jikoni. Wengine wanafunga hata leso. Na hujaolewa. Hizo ni kazi za wanawake wa nyumbani waliooleka kwake. Sasa wewe hujaoleka unaenda kupika chapati, ati unakanda unga za chapati kwa mwanaume. Na yeye ako huko kwa kitanda ati amelala. Na nyumba ni moja. Sikiliza, mtego wa mwisho wanaopata wanawake. Alafu inasema akachukua unga, akakanda, akaiandaa mikate machoni pake, akaioka mikate. Mstari wa 9, akalitoa kaango, akalisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Nini tena? Naye Amnoni akasema, toeni watu kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Na wewe msichana hata ufikiri, tulikuwa hapa wanaume wengi, tulikuwa tunakula, yani tulikuwa tunaongea. Wewe unapika machapati huko, ukiangalia nyuma mandume zinaenda, washaambia naenda. Ibaki ile ndume moja imelala peke yake. Washapanga njama. Na ni watu wa kanisa wanapanga njama. Sikiliza. Umeenda kupika machapati, ulianza kufua shati zake, umefua mpaka vest, nguo hizi za ndani, umefua mpaka unaonyesha upendo, na hujaoleka. Sasa unakanda unga kidogo, unatengeneza chakula mnataka kukula. Inasema Amnoni akasema, mstari wake ni wa 10, akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani. Asiwezi kuja hapo kwa sitting room. Hebu leta hapa kwa bedroom nikulie na huku. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani nipate kula kwa mkono wako. Basi Tamari akaitoa mkate aliyoifanyiza, akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Na hata anaingia peperu anaingia na huko. Sikiliza, shetani ni mjinga. Hapo ndio unapachikwa mimba ya mapacha. Angalia. Si alikuwa mwanaume mzuri wa church. Si hata alikuwa anacheza keyboard. Si hata alikuwa anahubiri. Amenipachika mimba. Wewe unadhania shetani ni mjinga? Umeshaingia. Angalia. Inasema mstari wake ni wa 11, naye alipokwisha kuleta karibu naye ili yale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutendeka hivi katika Israeli. Usitende upumbavu huu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wa wapumbavu wa Israeli. Basi sasa nakusihi useme na mfalme, kwa maana hata tukataza uniowe. Si tupitie process mzuri. Si tulikuwa tumepanga process. Mambo ya process wacha. Lazima nionje hii nini kabla nione kama wanaume wengine nao ni wajinga tu. Na ni wana matengenezo. Ati anasema sasa ile gari yenye hujaendesha utajuaje inafanya? Nilie mwingine alikuwa ananiambia hivyo. Ile gari hujapeleka utajuaje hiyo gari inafanya iko na injini mzuri? Na ni wanaume wa kiume, vijana wa kiume na wa kike wako kwa kanisa. Bado wako na hayo mawazo.
14. Walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. Baada ya kulala naye, na ilikuwa dakika 2-3, kwani walikaa hapo. Angalia verse 14. Na wakati utalala na ndume, wewe msichana wa kike, wewe kijana wa kike, hiyo ndiyo mwanzo wa mwisho ya hayo mahusiano. Akalala naye, walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. 15. Baada ya kulala naye, kisha Amnoni akampenda sana, akamuita babe, akampenda sana sana sana. Aliendelea kumpenda. Wewe wacha uongo. Akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa nayo akimpenda kwanza. Nani alikwambia mwanaume ati anataka ile siku utalala na mwanaume hakuna ile siku atakupenda tena? Na mkikubali muingie katika ndoa na huyo, hakuna siku mtaaminiana tena. Siku zote mume wako akiwa hajafika nyumbani ni saa 3 za usiku, hauna amani. Ama vile alinifanyia saa hii yako mahali anafanya. Hakuna siku utakuwa na amani msichana. Sikiliza, zuia maneno. Na kwambia ukweli, unaona hizi ndoa nyingi ziko hivyo. Mwanaume hata kama amechelewa tu kazi, ati mwanamke hana amani. Ama ako, nikumbuka vile alinifanyia, ama ako kwa room. Hawezi kusahau. Wanawake hawasahau. Mwenye alimtia mimba wa kwanza hawezi kusahau. Ilikuwa saa ngapi? Matukio yalikuwa lini? Alidanganywa. Hawezi kusahau. Hata ukimuoa huyo, babe nimekuoa, siku zote atakushuku mpaka uingie kwa kaburi. Zuia mambo kama hayo. Bwana aturehemu. Bwana aturehemu, watu wa Mungu. Tunaingia katika kipindi cha maombi. Najua kuna vijana wengi wako katika mistake. Mungu wetu ni wa rehema, naweza kutusamehe. Sikilizeni watu wa Mungu. Mungu anaweza kututakasa, kutusafisha na kutuumba upya. Mungu anaweza kutupatia mwelekeo. Haimaanishi ya kwamba kama uliingia katika dhambi hizo Mungu hawezi kukusamehe. Na inamaanisha ya kwamba kama haujaoa na uko katika masihara, unafaa kusimama uombe Mungu akusaidie urekebishe. Najua kuna vijana wengi ambao wamekamatwa katika usherati. Usherati umekuwa mwingi. Ameshindwa hata kujizuia. Najua kuna vijana wengi ambao wameshindwa kushinda dhambi za usherati. Ameshindwa kabisa. Kuna vijana wengi ambao wanashinda katika mitandao wakiangalia vitu ambavyo havistahili na ni wana matengenezo. Mungu atakupatia ushindi jioni ya leo. Mungu atakupatia ushindi kwa jina la Yesu. Mungu atakusaidia. Usiogope, maana mimi ni Mungu wako. Mungu anasema ya kwamba anaweza kukuumba upya kama utakubali kumwambia siri zako ndani ya moyo wako. Unamueleza yeye na unamwambia mahali ambapo nimeshindwa ni hapa. Kama uliingia katika uhusiano ambayo Biblia haijakubali, anza kuomba Mungu akusamehe, kisha unafanya hatua za haraka za kusitisha uhusiano kama huo. Kama uko katika uhusiano ambayo Mungu hajakubaliana nao katika maandiko na unaona hii yenyewe kulingana na Biblia Mungu hayuko, sitisha. Kama uliingia katika mahusiano ambayo Mungu hajakubali, anza kupiga hesabu rafiki yangu. Mungu akusaidie mapema kabla jioni ya leo. Tungependa kuingia katika session ya maombi. Kama kuna mtu wako na prayer request, kwa wengine wewe ni kijana uko pale nje, ungependa tuombe kwa ajili yako, unaweza kupiga simu. Nambari yangu ya simu iko pale, nitachukua simu 2. Alafu nitasoma zingine ambazo ziko hapa, pengine unaweza kuandika message kwenye WhatsApp ili tuingie katika prayer time. Usisahau kuombea watu 5, vijana 5 ambao umeandika majina yao kwenye karatasi. Rafiki sikiliza. Tuko hapa kupeana mashauri na mawaidha. Kama wewe ni kijana miongoni mwa wana matengenezo, unaona unakusudia kuoa, tafuta watumishi wa Mungu. Tafadhali usipige hatua kabla haujazungumza na wao. Tushauriane, usiingie katika mahusiano ambayo Mungu hajakubali. Tutafuteni kwenye simu watu wa Mungu. Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia, ameahidi atatusaidia. Lakini ukipiga hatua kivyako pia ni sawa. Lakini sisi hatukubali. Nataka tuweze kuchukua simu hii ya kwanza. Weka hiyo. Ipate power. Nataka kuchukua simu watu wa Mungu. Nataka nichukue simu moja hii.
Jambo. Mtumishi, jambo. Asante, barikiwa sana brother. Unaitwa nani? Mnaongea na Ruben. Ruben kutoka Mombasa. Asante. Uko na prayer request gani jioni ya leo? Niko na kuna kitu nimekuja kufadhilia ingine ulikuwa unafundisha. Naam. Mambo ya kuhusu kuonana na wazazi. Ndio jana. Na nikaona familia inatavurugana kupitia mambo. Ndio. Kwa kuwa hata wasiwasi wafurahi. Na vitu nyingi. Ndio. Sasa nilikuwa nataka kwenda nyumbani. Ndio. Na familia kulingana wenye ulivyo, lakini tukutanisha wewe wazazi ili hata watoto baraka zao. Wao ulioa na wazazi hawakujua? Walijua. Lakini hamjapatana, mlikosana? Hatuyakosana wazazi. Ndio. Lakini najua kuna kitu nimekuja kufikiria, hiyo aidha wazazi hapo kuna wakati mmoja walikuwa wanatishana. Sawa. Najua kitu hiyo, kuna msukumo nimempata kwa fundisho nimepata. Ndio. Na nikaona hiyo kitu niombe Mungu sana nielekeze njia ambayo atanielekeza. Asante. Kwa hivyo tuombee nini jioni ya leo Ruben? Tuombee hiyo pointi niende nikutanisha wazazi. Amina. Tuelewane sisi wote. Ndio kabisa. Wazazi wa kina bibi na wazazi wangu. Ndio. Ili tuelewane. Asante. Bwana akubariki sana, nimeandika chini Ruben, tutaombea hilo jambo sasa hivi. Sawa. Bwana akubariki. Sijui kuna mwingine alikuwa anapiga simu, piga simu kwa haraka. Kuna nambari ilikuwa imepigwa hapa. Tunachukua simu, tunataka kuomba. Unaweza kutoa hata audio niisikie, nitaiweka hapa watu watasikiza. Nasubiri simu ambayo ilikuwa inapigwa sasa hivi kabla tujaingia katika maombi. Watu wa Mungu sikilizeni, Mungu anaweza kutusaidia. Ukizungumza Mungu atakusaidia, ukinyamaza utaumia kivyako. Tafuta watumishi wa Mungu maana ni wengi, elezea matatizo ni haya nimejipata kwa mambo kama haya, tusaidieni katika maombi. Chukua majina 5 tunapoingia katika maombi, majina 5 uliyoandika. Hakikisha uko nayo tayari maana tunaingia katika prayer session. Kuna simu ilikuwa inapigwa hapa, sijui kama atapiga tena. Kama hatapiga itakuwa ni mwenye kuomba. Wacha nisubiri nione 0737. Hebu piga simu tuone ulikuwa unasemaje, kama wewe unatufuatilia pale kwenye mitandao. Nione kama tutachukua prayer request number 2. Ruben anasema tuombee asante, wacha tuchukue hii. Jambo. Hello. Jambo. Jambo. Salama, unaitwa nani? Naitwa Caroline. Caroline, unapiga kutoka wapi? Kutoka Kitengela. Kitengela, uko na ombi gani? Sikusikii vizuri, unasemaje? Mwili nauma, niko na spirali pia. Caroline Yeah. Asante. Wewe ni kijana ama ni mama? Mimi ni msichana. Wewe ni msichana? Sawa Caroline, tunakuombea sasa hivi. Asante Caroline. Hai. Sasa nafikiri tumechukua simu 2, sidhani kama kuna lingine. Tunataka kuingia katika maombi. Watu wa Mungu sikilizeni. Mungu anasema ya kwamba anayeniungama dhambi zake atapata rehema, bali azifichaye dhambi zake hawezi kupata msamaha. Anasema tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu, atatusamehe, atatutakasa na maovu yetu yote. Kwa hivyo jioni ya leo tunapoingia katika session ya maombi, sijui kama mtu ameniandikia audio, acha nisikie kama ni audio nzuri ili kwamba nisije nikamwacha nje. Asante. Bana, hakuna nyingine. Kwa hivyo watu wa Mungu jioni ya leo nataka tuweze kuomba kwa pamoja ili kwamba tuweze kufunga session ya leo. Hakikisha uko na majina 5 ya vijana 5, tunawaombea kwa sababu ya huisho, revival. Waombee vijana 5. Kwa hivyo tunamwombea Ruben na Caroline, wamepiga simu. Bwana wasaidie Ruben, anahitaji Bwana msaidie wapatanishe wazazi kwa sababu ya somo la jana ambalo amelisikia. Caroline amepiga simu, anasema ni mgonjwa, neema ya Mungu imfikie. Tunaomba watu wa Mungu, usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite Bwana.
usinipite. Piga magoti popote ulipo, kwa nyumba, popote pale, piga magoti ili tuweze kuomba. Tunawaombea Caroline pamoja na Ruben. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umetupenda upeo. Asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya nafasi uliyotupatia kukikaribia kiti chako cha enzi. Sifa na utukufu zikurudie. Jioni ya leo Bwana, tunakushukuru kwa sababu umetuunganisha kama vijana tena ili kwamba tuweze kuomba kwa pamoja. Ulimwengu umeingia katika upotovu wa mwisho katika masuala ya imani ya ndoa. Umetufundisha mengi, umetukumbusha. Baba, tumepiga magoti sote kwa njia ya imani tukikuomba Mfalme, kumbuka vijana wote. Kumbuka wale ambao wako na shida mbalimbali. Wengine wako katika mahusiano ambayo yameathiri hata maisha yao. Wasaidie warudi katika mpango wa mbingu. Wengine wameingia katika mipango ya uhusiano ambazo Biblia imepiga marufuku. Bwana, wasaidie kuachana nazo. Wengine wamefungwa na minyororo ya giza, dhambi za uasherati Bwana zimekithiri miongoni mwa vijana. Wasaidie, bomoa minyororo ya giza. Wale ambao wanakuomba uwasamehe Bwana, sikia maombi yao, samehe kila mmoja. Umesema tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu, utatusamehe, utatutakasa na udhalimu na dhambi zetu. Tusafishe Bwana. Kumbuka vijana wote wanapokuomba. Wako na list kila mmoja ya vijana 5 wanaoombea. Bwana, wasaidie. Tunaomba uhuisho na matengenezo miongoni mwetu. Bwana, utusikie. Jioni ya leo tunamwambia Ruben ambaye ako na azimio la kupatanisha wazazi kulingana na somo la jana. Bwana, lile ambalo lilitokea unalifahamu. Tunaomba malaika watakatifu watangulie wawasaidie kuweza kupatana pamoja na wazazi wao. Jina lako litukuzwe. Jioni ya leo tunamwombea Caroline ambaye amepiga simu akisema ya kwamba ni mgonjwa, mwili unauma. Mtembelee jioni ya leo. Tuma malaika watakatifu wamhudumie. Bwana, utusikie kwa niaba yake. Tetemesha ngome za giza, endelea kufanya hivyo ili vijana wote waachiliwe huru. Kusiwe na yeyote atakayepotea kwa ajili ya maamuzi yasiyofaa. Baba, usaidie vijana. Majaribu ni mengi. Saidia kila mmoja Bwana. Uwahurumie na utuhurumie sote kwa pamoja kama kanisa lako la wana matengenezo. Neema yako itutoshe. Baba, tunapoingia kupumzika usiku wa giza, uwe pamoja nasi. Tujalie neema ya kuendeleza somo kesho. Tusaidie tuamke asubuhi mapema tunapoendeleza maombi ya wiki hii, tukiwakumbuka wenzetu, tukiwaombea Bwana. Timiza mahitaji ya kila kijana. Saidia watoto wako, wale ambao wanatafuta kazi wafungulie milango. Wale ambao wanatafuta wachumba waelekeze, wasaidie wawe na macho ya kiroho. Wale ambao wameshindwa na dhambi wasamehe, wapatie nguvu ya kushinda shetani. Wale ambao wameshindwa na masumbufu na majaribu ya dunia hii, Bwana uwasaidie. Vijana wote wana matengenezo tunawaombea. Wafunike chini ya mbawa zako. Neema yako itutoshe. Asante kwa kuwa umetusikia. Jina lako litukuzwe kwa kila jambo. Tukutanishe tena kesho kwa ajili ya utukufu jina lako. Kupitia jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Bwana wabariki sana jioni ya leo. Ni wakumbusha tu ya kwamba siku ya Jumamosi Sabato tutakuwa kwenye kanisa linaloitwa Mwiki. Vijana wote katika Nairobi region tutakuwa pale kwa sababu ya kufunga wiki yetu ya maombi. Usikose kulike, kushare, kusubscribe. Ita wengine kwenye channel zetu za Biblia Nuru ya Dunia, Present Truth Love Prime Ministry, Biblia Msingi wa Wana Matengenezo, Biblia Msingi wa Kweli, Warning Voice of the Last Days, Sauti Nyikani Ministry, Present Truth, Three Angels Ministries. Hizo ni channel zetu zote, tumeziunganisha pamoja wiki hii. Tunaendelea pamoja katika somo. Hizo channel zote tu live hata Facebook. Bwana wabariki sana. Endelea kualika wengine na asubuhi mapema tuamke tuombe kwa sababu ya uhuisha matengenezo. Tukutane tena kesho.